sababu gani? Zile cheche za mkojo zisije zikakurukia. Pamoja, unakojoa sehemu ambayo ni ngumu, mwisho wa siku zile cheche za mkojo, zile rasharasa za mkojo zinakurukia. Pamoja. Kwa hiyo wala yabula fi makani sulubi, wala usikojoe katika maeneo ambayo ni magumu. Wala usikojoe katika maeneo ambayo ni magumu. Hatta la yauda alayhi rashashun albauli bisababi salabatihi. Pamoja, wanawazuoni wanasema wala yabula fi makani sulubin, yani hatta mpaka la yauda, mpaka yaisije ikawa ni yenye kurejea alayhi wake rashashun, yale matone yale albauli matone ya mkojo bisababi salabatihi, kwa sababu ya ule ugumu wa ardhi. Kwa hiyo miongoni mwa adabu za kukidhi haja, asikojoe katika maeneo ambayo ni magumu, mpaka ikawa zile cheche za mkojo zinamrejea kwake yeye. Zinamfanyaje? Hatta la yauda alayhi rashashu albauli bisababi salabatihi, mpaka ikawa zile cheche za mkojo zinamrejea, zinarudi kwake yeye, na unajikuta nguo tayari yote imeshakuwa na nini? Ishakuwa na nini? Na mikojo na najisi. Pamoja, zile rashash albaul ayusiba badanihi au thawbihi, zinampata katika ngozi yake au katika nguo zake. Kwa maana unakuja kuswali, unaswali na najisi, swali na najisi za mikojo, kwa sababu wewe ulikuwa ukikojoa katika sehemu ambayo ni ngumu, ama umekojoa juu ya mawe, ama umekojoa katika ardhi ambayo imeshakuwa ngumu. Zile cheche za mikojo zinafanyaje? Na kurejea. Kwa hiyo ukikuta ni sehemu ardhi imeshakuwa ni ngumu, inakubidi ufanyeje? Tafuta kijiti, uchimbe kwanza sehemu hiyo, uchimbe ilainike, uje ukojoe vizuri. Pamoja, wazee wetu walikuwa wakifanya hivyo, wazee wa zamani. Licha ya kuwa baadhi ya watu wanaona kwamba wale hawana elimu, lakini kila walichokuwa wakisomewa wanakifanyia kazi. Lakini sisi mtihani mkubwa mashaikh, mtihani kubwa kabisa yani. Pamoja, na hivyo pia inachukizwa yabula fil makani alladhi yaghtasilu fihi au yatawadha fihi. Inachukizwa kukojoa katika maeneo ambayo wanaoga watu, wanaoga katika maeneo hayo au wanatawadha katika maeneo hayo. Wewe ukaenda ukakojoa, miongoni mwa adabu zake ni kwamba usikojoe katika maeneo hayo. Pamoja, na hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fihi, wa fi riwaya thumma yatawadha fihi, fa inna ammata alwaswas minhu. Pamoja, umeona vizuri? Mtume sallallahu katika hadithi ambayo amesimulia Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anasema Rasulullah sallallahu la yabulanna, asikojoe ahadukum, mmoja wenu, fi mustahammihi, katika sehemu ya kuogea. Mustahammihi, istiha, kule kuoga, sehemu ya kuogea. Thumma yaghtasilu fihi, kisha akawa ameoga ndani ya sehemu hiyo ambayo amekojoa, kwenye dimbwi la maji au kwenye, sasa hivi kuna haya manini haya swimming pool, unaenda kuogelea unakojoa mle, ni jambo ambalo linachukizwa na naweza ikafikia katika ni haramu lile jambo lile, kukojoa katika maji ambayo wanafanyaje, wanaogea watu. Wewe unaenda unakojoa, si maji tu, ngoja nikojoe, siwezi nikatoka eti mimi mkojo umeshanibana, ngoja nikojoe humu. Jambo la haramu sheikh. Pamoja, ukakojoa ndani ya maji hayo ambayo wanaoga watu, kisha ukaoga. Katika riwaya nyingine thumma yatawadha fihi, kisha akatawadha ndani ya maji hayo. Fa inna ammatal waswas minhu, mara nyingi waswas pamoja katika kujitoharisha kutokana na jambo hilo, Na katika adabu nyingine ambayo ameiweka shekhe, wala yandhura ila samai, kwamba miongoni mwa adabu za kukidhi haja, mtu asiangalie, asitazame
wakati anakidhi haja anatazama mbinguni hivi. Tazame kuelekea mbinguni. Nakidhi haja huko hivi, macho yako umeyaelekeza mbinguni. Sheikh anakataza jambo hili. Wala ila farjihi, wala astazame kuelekea katika farji yake. Yaani mtu anakidhi haja yupo amenyangalia farji yake. Pamoja miongoni mwa adabu za kukidhi haja, mtu asikidhi haja hali ya kuwa ameangalia farji yake, utupu wake. Pamoja makodoa ama unajisaidia haja kubwa, upo umeangalia sehemu ya haja, sehemu ya farji. Kwa mikono yake asifanyeje? Asitezecheze kwa mikono yake. Wala ya'batha yadihi, wala asitezecheze kwa mikono yake. Akacheza nini? Akachezea bifarjihi au bighairihi, akachezea farji yake au kitu kingine. Wakati wa kukidhi haja usitezechezee mikono yako. Haya, swali lako umeliona shekhi wangu ile ya kwamba je, yafaa ukiwa chooni wakakupigia ukapokea simu au ukawa na chati? Upo chooni, mtu yuko chooni anaendelea na kuchati, anachati. Haya ni miongoni mwa majanga ambayo yamekithiri kwa baadhi ya vijana wa zama zetu hizi. Hizi simu zilizokuja hizi, yuko chooni ameenda na simu yake, yupo anachati. Saa nyingine unakuta anaanza kuandika asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yuko chooni. Kwa moja au amemtumia SMS na yeye anataka kumjibu, ni wakati ambao alikuwa anastahili kumjibu jazakallahu khaira, anaandika jazakallahu khair chooni. Kwa moja tena unakuta eti anataka ajifanye na yeye ni Mwarabu, anaandika Kiarabu jazakallahu khaira. Kwa moja au barakallahu fik. Tumeona anachati chooni. Au yupo anachati, saa nyingine yupo anachati na mademu. Kwa pamoja yuko chooni anachati na mademu, anamwambia wallahi nakupenda. Shadika wallahi nakupenda. Chooni huko. Sema hivyo. Ndio michezo ya vijana shekhe. Ndio michezo yetu. Sio huko chooni unaangalia usikose, kwa sababu tayari huko umeshabanwa. Sio hivyo? Huko tayari umeshabanwa. Na wewe bado kuna ndo story za kwenye SMS zilikuwa zimenoga. Ndio ulikuwa umeanza kumuingiza ndani ya 18. Sio moja Sasa ndo alikuwa amempeleka hapa, mambo yalikuwa yameanza kuwa mazuri. Sasa akaona bora aingie chooni, aingie na simu. Sasa amefikia sehemu ambayo anamwambia ukweli, anamwambia wallahi nakwambia kutoka ndani ya moyo wangu nakupenda, kutoka Allah ndio shahidi. Anaandika hivi akiwa chooni. Hata kama hujaandika hivyo usicheze wala ya'batha biyadihi, wala asicheze. Miongoni mwa adabu za kukidhi haja, asicheze kwa mikono yake. Cheza katika nini? Bifarjihi au bighairihi, kuchezea farji yake. Yuko chooni anaichezea farji yake au kitu kingine. Kwa nini? Kwa sababu haya ni mambo ambayo yametajwa la taliku bihalihi. Umeelewana vizuri Aiwa. Kwa hiyo mtu asicheze akiwa wakati anafanya haja kwa mikono yake. Usichezee utupu wako, usichezee kitu kingine ukaanza. Yani mtu yuko chooni anaandika chooni. Hii iko nenda uangalie chooni, mlango umejazana machaki. Japo sisi hatuna lakini choo nyingi huko sehemu mbalimbali, hata misikiti mingine au hata sehemu mashuleni wapi unakuta ameandika. Sasa uje ukute kuna mwanafunzi anakuchukia. Pamoja anasoma dini. Unakuta anaandika mwalimu fulani mimi ni anakichukia. Pamoja Pamoja anaandika chooni. Lakini wakati gani yuko anakidhi haja yake huko anaendelea kuandika, au ukuta wa choo, mambo kama haya. Sicheze kwa mikono yako wakati ukiwa chooni. Ni katika adabu za kukidhi nini? Adabu za kukidhi haja. Adabu za kukidhi nini? Haja. Akasemaje tena Sheikh? Na akasema wa ayusbila thawbahu qabla intisabihi, na aishushe aachilie nguo yake. Wa ayusbila thawbahu, na aishushe nguo yake au aachilie nguo yake kabla intisabihi, kabla ya kusimama kwake. Kabla intisabihi, kabla ya kule kunyoka kwake au kusimama kwake, basi aishushe nguo yake
kabla intiswabihi, kabla ya kusimama na kusimama kwake. Au naweza ukasema wa ayusbila, airudishie thawbahu, nguo yake, kabla intiswabi, kabla hajasimama, hajanyooka. Kwa moja unaelewana vizuri hapa? Kwa nini? Ayulkhiyahu shay'an fa shay'an hatta yusbilahu ma'a intisabihi, kama tulivyokwisha tanguliza huko wakati wa kuelekea kukaa. Sasa wakati unataka unyanyuke, kwa hiyo aishushe kwanza nguo yake kabla ya kusimama, aishushe. Kwa maana kanzu ulishushe kabla ya kusimama, sio hivyo Usije ukasimama uko wazi hivi watu wakaona, mfano ni katika maeneo ambayo yako wazi. Kwa moja Naam, kwa hiyo ayulkhiyahu, aachilie shay'an fa shay'an, kidogo kidogo, hata yusbilahu, mpaka aachilie hiyo nguo, maa intisabihi, pamoja na kule kusimama kwake, kunyoka kwake. Kwa moja, miongoni mwa adabu za kukidhi haja, wa yahrumul bawlu fil masjid walau fi ina'i, na ni haramu kukojoa msikitini hata kama itakuwa ni katika chombo. Mnalala msikitini hapa, sasa mtu anaweza akawa analala na kachupa kwamba mimi nina achelea kuja kuamka kwenda huko chooni, ziko mbali kidogo, basi nitakuwa na kachupa kangu, nikipata na mkojo usiku nafanyaje? Nakojoa huko. Haramu. Wa yahrumul bawlu fil masjid walau fi ina'i, haramu kukojoa msikitini hata kama itakuwa ni ndani ya chombo, hata kama itakuwa ni ndani ya chombo. Kwa nini? Hurmatihi wa ujubul hifadh ala taharatihi, kwa sababu ya ile heshima na utukufu na hadhi ya msikiti, na ule uwajibu wa kuhifadhi usafi wa msikiti, na ule uwajibu wa kuhifadhi usafi wa nini? Msikiti. Kwa hiyo ni haramu kukojoa msikitini, haramu kukojoa msikitini hata kama utakuwa unakojoa katika chombo. Kojoa kwenye chombo na kibakuli. Toe adhana kwanza Naam. Tumesema miongoni mwa adabu za kukidhi haja, wa yahrumul bawlu fil masjid walau fi ina'i, ni haramu kukojoa msikitini, ni haramu kukojoa msikitini hata kama itakuwa ni kwa katika nini? Katika chombo. Haya tumeona ni kwa sababu gani? Ya hurmatihi wa wujubil hifadh ala taharatihi, wa heshima ya msikiti na wajibu wa kuhifadhi, na wajibu wa kuhifadhi nini? Tahara ya msikiti, usafi wa msikiti. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh daa arabiy, bainama nahnu fil masjid, baina yetu sisi tulikuwa msikitini maa Rasulillah, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idh daa arabiyun, ni pale alipokuja bedui mmoja, faqama yabulu fil masjid, basi akasimama akawa anakojoa katika msikiti. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakasema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mah pamoja hii mah ni kauli ya kuzuia, kukemea, acha pamoja, ni kauli ya kufanya, ya kukemea kwamba acha. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, la tuzrumuhu, msimkatishe. Sifanyaje? Msimkatishe. Dauhu, mwache. Fatarakuhu, basi wakamwacha, hata bala, mpaka akawa amekojoa. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, daahu, akamuita, faqala lahu, akasema kumwambia yeye, inna hadhihi almasajid, hakika ya huu ni msikiti. Kwa nini ametumia hadhihi? Inna hadhihi almasajid, na jamu li ghayr al-aqil,
Kwa hiyo jamu la ghairi al-aqil tunatumia hadhihi. Tunatumia hadhihi. Mashaallah, barakallahu fik. La tasluh li shay'in min hadha al-bawl. La tasluh li shay'in min hadha al-bawl wala qadar, inma hiya li dhikrillahi azza wa jalla. Hakika mambo yalivyo, sehemu hii ni kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu wa qira'atul Qur'an, na kwa ajili ya sala na kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Pamoja au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa ama rajulan, akasema tume basi akaamrisha mtu mmoja minal qaumi, katika watu, fajaa bidalwin, basi akaja na ndoo, mima'in, ndoo ambayo ina maji, ashannahu alayhi, akamwagilizia sehemu ile ambayo amekodolea. Pamoja hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim, katika Abu Tahara, babu wujubi ghasl al-bawl wa ghayrihi min an-najasat idha hasalat fi al-masjid, wa anna al-ardha tatahhara bil ma'i min ghayri hajati ila hufriha. Pamoja hadithi namba katika musnad wa Imam al-Ahmad. Ama aliposema la tuzrimuhu ay la taqta'u alayhi bawlihi, simkatishe wake mkojo wake. Ni kalimatu tuqalu lizajri. Pamoja neno ambalo husemwa kwa mtu ambaye anakemewa, neno ambalo linasemwa kwa mtu ambaye anafanyaje, anakemewa. Hii hadithi imekuja kuonesha namna Mtume SAW alivyomwambia huyo sahaba ya kwamba akiwa msikitini sio sehemu ya kufanyaje, ya kufanya hivyo, bali msikitini ni sehemu ya kumtaja Allah, ni sehemu ya kuswali, ni sehemu ya kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni haram kukojoa wapi? Msikitini, hata kama itakuwa ni katika kifaa chochote kile. Wa yahrumu ala qabri, na ni haram kukojoa juu ya nini? Ya kaburi. Hapo wengi sana naona ni kaburi hilo, lakini anakojoa hali ya kuwa ameelekea kaburi. Kwa nini? Hurmatihi, kwa ajili ya kuheshimu hiyo kaburi. Na hakika Mtume sallallahu amekataza anjulusa alayhi, kukaa juu ya kaburi. Pamoja umeelewana? Na wanawazuoni wanasema aljulusu alayhi haramun, yule anayekaa juu ya kaburi ni jambo la haramu. Fa min babi aula yahrum ayabula alayhi. Pamoja sasa kule kukojoa juu ya kaburi min babi aula, pamoja min babi aula ni haramu kukojoa juu ya kaburi. Imekatazwa kukaa juu ya kaburi, hainaambia kukojoa juu ya kaburi. Tumeelewana vizuri? Mtume SAW katika hadithi yake anasema, mtu kukaa katika kaa la moto, muda wenu kukaa katika kaa la moto, na akawa ameunguza nguo zake. Pamoja kukaa katika makaa ya moto, nguo zako zikaungua, matako yako yakaungua, tuko pamoja jambo hilo ni bora zaidi kuliko kukaa juu ya kaburi. Mtume SAW amesema hivyo. Kukaa juu ya makaa ya moto, haya makaa ya moto yakaunguza nguo zako, yakaunguza mwili wako, jambo hilo ni bora kuliko kukaa nini? Juu ya kaburi. Pamoja haya ameyaleta al-Imam Muslim katika al-Janaiz, babu nahyu anil julus ala qabri was salatu alayhi. Pamoja Tumeelewana vizuri? Wa yukrahu 'inda al-qabri, na inachukizwa kukojoa mbele ya kaburi. Pamoja ili ni kaburi unaliona hivi unakojoa mbele yake, inachukiza, ni jambo ambalo inachukiza. Na akasema miongoni mwa adabu za ukidhi haja, wa qa'iman illa al-udhuri, na inachukiza kukojoa hali ya kuwa umesimama isipokuwa kwa udhuru. Illa al-udhuri, isipokuwa kwa nini? Kwa udhuru. Udhuru gani? Imma
min maradhi au ghairihi, ima kutokamana na maradhi au kitu kingine, udhuru mwingine wowote ule. Nachukiza kukojoa hali ya kuwa umesimama, isipokuwa wa udhuru, ima ni udhuru wa maradhi, ima ni udhuru wa nini, wa maradhi, au udhuru mwingine usiokuwa wa nini, wa maradhi. Lakini inapendeza mtu akija kukojoa akojoe hali ya kuwa amekaa, kama tulivyokwisha tangulia. Tuliyasema hayo juzi pamoja katika darasa letu, mtu kwamba asikojoe hali ya kuwa amefanyaje, amesimama. Inachukiza, ni jambo linalochukiza, si haramu jambo ambalo linafanyaje, linachukiza. Umeelewana vizuri? Na hadithi ameipokea Ibn Umar radhiyallahu anhuma an abihi, kutoka kwa baba yake Umar radhiyallahu anhu, ala raani nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aliniona mimi, raani aliniona mimi nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa ana abulu qa'iman, hali ya kwa mimi nakojoa nikiwa nimefanyaje, nimesimama. Faqala, asema ya Umar la tabul qa'iman, usikojoe hali ya kuwa umesimama. Umar anasema fama bultu qa'iman ba'dun, wai ukojoa nikiwa nimesimama baada ya hapo. Mtume sallallahu alimkemea Umar bin Khattab kwamba la tabul, la tabul qa'iman, usikojoe hali ya kuwa umesimama. Hadithi hii amepokea akhrajahu at-Tirmidhi fi at-tahara, babu ma jaa fi an-nahyi 'anil bawl qa'iman, hadithi nambari 12. Ibn Majah babu tahara sunaniha pamoja, babu fil bawl qa'iman, nango uliokuja kusema kuzungumzia kujoa hali ya kuwa umesimama. Wa Hudhaifah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibata qaumun wa bala qa'iman thumma da'a bima'in ji'tahu bima'in atawadha. Pamoja na sehemu nyingine ambayo imekuja sema Mtume sallallahu alikojoa hali ya kuwa amesimama pamoja. Kwa nini? Hadithi ya kwanza ile ya Umar inajulisha juu ya katazo an-nahyu anil bawl qa'iman, katazo la kukojoa ukiwa umesimama. Wa thani yadullu ala al-khisu fihi, hadithi ya pili inajulisha juu ya rukhsa kukojoa ukiwa umesimama. Haithu kana mawdu al-kinasa huwa nakanu rahru, ikiwa sehemu hiyo ambayo utakojoa ukiwa umesimama, sehemu ambayo ina nini, sehemu ambayo ina uchafu fulani, mfano hivi pamoja. Naona ukikaa unaweza ukachafuka na ukafanyaje tu pamoja, mfano mambo kama haya pamoja. Na uko pamoja. Wa fi mutahaddath an-nasi, na inachukiza kukojoa aliyakuwa umesimama na kukojoa katika sehemu ambazo mutahaddath, sehemu ambazo ni mutahaddath an-nas, sehemu ambayo wanakaa kwa ajili ya mazungumzo watu. Afi mutahaddath an-nas, katika sehemu ambazo wanakaa kwa ajili ya mazungumzo, watu wanakaa kwa ajili ya kuzungumza, yani mujalis pamoja, sehemu ya kukaa watu wanakaa kwa ajili ya faragha zao. Idha atasa, ili atakapopiga chafia, hamidallah bi qalbihi, ngoni muadabu za mtu anayekidhi haja, ili atakapopiga chafia sasa atamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moyo wake pamoja. Ile alhamdulillah uko chooni, utamhimidi Allah ndani ya moyo. Wale ni annahu yukrau lahu dhikru bilisanihi fi hadha al-mawdi, sababu inachukizwa kwake kutaja jina la Allah kwa kupitia ulimi maeneo haya ya choo. Basi atamhimidi Allah katika moyo wake, kwa sababu
jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, jambo linalotakiwa kwa mtu ambaye anamhimidi amepiga chafia. Pamoja Sipo hadithi imekuja. Hadithi ya Abi Hurairah tena radhiyallahu anhu. Wa ma'ani Nabii sallallahu alayhi wasallam qala idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Simekuja hiyo hadithi waliyaqul lahu akhu au sahibu sahiba yarhamkallah. Fa idha qala lahu yarhamkallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslih balakum. Pamoja nasema hivyo. Hadithi anapokea al-Imam at-Tirmidhi wa Abu Daud mithluhu Salim bin Ubayd radhiyallahu anhu wa rawa at-Tirmidhi mithluhu aidan an Abi Ayyub radhiyallahu anhu ibn Majah an Ali radhiyallahu anhu. Pamoja na al-Imam al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad babu idha atasa kaifa yushammitu. Pamoja Abu Daud katika al-Adab babu ma jaa fi tashmitul atis. At-Tirmidhi al-Adab babu ma jaa kaifa tashmitul atis. Pamoja mpaka mwisho. Mlango wetu katika mlango babu fi adabi al-qadhi al-haja na kwa umeishia hapa, na sisi darasa letu kwa siku ya leo tulifungia hapa. Kwa hakika tuna sehemu fulani tumepata faida inshallah. Pamoja taishia hapa na umeshafika muda wa ibada ya swala ya Isha inshallah subhanahu wa ta'ala. Siku ya darasa letu ikifika katika kitabu hiki al-Muqaddimatul Hadharamiyya, basi tutasoma faslu inayozungumzia al-istinja. bil istinja. Nini maana ya istinja? Maana izaratun najasa au takhfifiha au takhfifiha an makhraj al-bawl au al-qa'id. Takuja kusoma hayo masala insha Allah subhanahu wa ta'ala.